endelea na dhurura, unikuti basi, unikuti wapi, kwa ikawa ni ngumu sana. Na hatimaye sasa nikaja kutekwa mwezi Mei 2019, rais anafanya ziara tena hapa. Angalia, nilikoswa kutekwa wakati makamu wa rais anafanya ziara hapa. Ndio. Mwaka mmoja kabla ya tukio la kutekwa lenyewe. Nikaja kutekwa, rais ametokea Malawi, ana ziara siku 8 Mbeya. Umeona? Haya, kuna vitu vinajengwa hapa. Yaani lazima kuna question ujiulize. Mimi kwanza sikuwepo mkoa wa Mbeya, sikuwepo mkoa wa Songwe na Mbeya. Nilikuwa Rukwa kwenye shughuli za chama, nilikuwa mkoa wa Rukwa. Na niliporudi nikawa safari yangu niende Mbeya, lakini kwa sababu rais alikuwa anafanya ziara na mimi kwa ajili ya mambo ya kiusalama nikaona kwenda Mbeya kwangu itakuwa sio salama. Nikatulia kwanza Vwawa. Na Vwawa pale kwa sababu na ghetto, nikaenda nyumbani kwangu ghetto. Nikatulia kwa siku zote rais anafanya ziara. Sijai kutoka hata nje. Siku ambayo rais sasa amemaliza ziara anarudi Dar es Salaam, na mimi ndo siku yangu ya kwanza natoka, yani na siku zaidi ya 5 sasa kutoka ndani. Natoka ngoja nikazurure kidogo niangalie hata mji na nini. Na ndo siku natekwa hiyo. Yani nimeonekana siku hiyo na kutekwa siku hiyo, na nilikuwa sijai kuonekana kwenye hilo eneo miezi 6. Sijai kuonekana kabisa. Ilikuwa ni siku nimeonekana kwa mara ya kwanza baada ya miezi 6 kupita, kwa sababu nilikuwa busy kwenye shughuli za machama na nini, Rukwa sina maeneo mengine. Siku hiyo ndo nimefika, na nimefika rais akiwa ziarani. Nikasema ngoja nitulie kwanza ndani. Nikawa nashinda tu ndani, chakula changu nakula na nini hivyo ndani muda wote. Siku hiyo sasa hivi si anaondoka, ngoja nipite kidogo mjini. Na ndio siku hiyo natekwa. Haya, angalia mazingira ya watekaji wenyewe. Wamekuja pale, wamepaki gari. Hiyo Nissan Patrol na Land Cruiser hadi top. Nissan Patrol haina number plate. Mtu anatembelea gari nchi hii haina number plate. Haya, kuna askofu mmoja ni marehemu, bahati mbaya amekufa juzi na nimeshindwa kushiriki mshiba wake. Alikuja, alinipigia simu, akawa na shida sana na mimi. Ni askofu wa makanisa ya Pentecoste. Alikuwa ni askofu ambaye huwa ananifariji na kunitia moyo kwenye hizi harakati wakati wote. Amekuja ili anisalimie, na amenisalimia na agana naye, niko nje. Na maliza kuagana naye ndo wale jamaa wanakuja, wanashuka kwenye gari wanakuja. Sisi ni maafisa wa polisi. Ngambia mmetoka wapi? Alafu nyinyi hamna adabu. Hamwezi kunijia hivi kwa nguvu wakati mimi nikiwa na shida. OCD atanipigia simu, RCO atanipigia simu, OCCID atanipigia simu. Mmetoka kituo gani? Hawataki kutaja hiyo kituo. Haya, naomba basi hata vitambulisho vyenu. Naona mmoja anasema wewe huyu atatuletea inzi hapa. Tumtaimu hapa. Mara wanamwambia yule askofu potea. Mara mmoja anatoa bastola anapiga risasi juu. Mara hii wanaanza kunivice. Mimi ndo nikashajua kwamba hawa sio. Ndo nikaanza kupiga kelele. Kupiga kelele, mmoja akajaribu kuniziba mdomo, nikangata ile mkono alio nani. Aliponiwekea bastola, kwa sababu hata na mimi akili ya kufa nikawa naiona, nikapiga ile bastola ikagonga juu ya singboard kaanguka chini. Ndo wengine wakawa nashuka kwenye Nissan Patrol, kumbe wako wengi sasa. Umeona, ndo wakaanza kupiga. Huyo mmoja anasema tawanya hizi, wanapiga risasi. Watu wanakimbia, wengine wanakimbilia benki, wengine wanakimbilia kwenye mgao ulikuwa karibu naitwa Mkulima, wengine wako wamejificha na nini. Yule mzee alishindwa kukimbia, yule askofu alibaki tu anaomba, Mungu wangu Yesu nisaidie. Wanaambia mzee tawanyika, yuko amesimama pale anashuhudia ile tukio. Mimi na wakati napambana nao. Umeona? Haya, wamepambana na mimi. Baadaye walipokuwa wengi, mmoja akashika mguu, mwingine huyu akashika hiki, nikawa sina nguvu tena. Wakaenda kunitupia kwenye hiyo gari. Yaani kunitupia tu kwenye hiyo gari, na mimi nikaendelea kupiga kelele, lengo tu hata watu wanaotembea barabarani waone mbona gari na kelele. Ndo wakasema huyu tumzimishe, ataleta kiwingu. Huku gari inaondoka kwa spidi vibaya mno, yaani kona zinakatwa, unakunja. Wakati ukuja Mbeya ndo naanza kupigwa, kuna crate, kuna package za Henken mle ndani wanachomoa na nipiga nazo nzima. Yaani nimeingia kwenye gari ni ndani ya dakika 10 nimesha pasuliwa, nimevimba, mdomo umevimba, macho yote yalikuwa yamevimba, nikaacha kuona na nini. Yaani siku ile watu wananiona, siku napatikana nilikuwa nimepungua, sikuwa vile. Yaani nilikuwa na uwezo wa kuona, nilikuwa siwezi kuona. Yaani wangenitupa siku ya kwanza walivyokuwa wamenipiga. Haki ya nani watu wasinge nani. Nilikuwa siwezi kuona kwa sababu wanavuja damu masikioni. Nilikuwa navuja damu puani, nilikuwa navuja damu
mdomoni. Haya, wamenipiga nikakata moto, nikazimia kabisa. Na kuja kuzinduka ndo utataka kujua na utapata point hapa. Nakuja kuzinduka ninaona wanasema, wanaongea wao wenyewe. Hapo nimefungwa pingu mikononi, nimewekwa kwenye buti na nimekandamiziwa na tairi kama kwa juu, yani kuna vitu vimenikandamiza na mizigo na mabegi. Kwa hiyo niko huko chini kwenye buti huko, nasikia anasema, we nini, askari wa checkpoint. Yani wakati huo nakagiza kameshaanza. Kuna checkpoint nadhani unapotoka mkoa Songwe Vwawa unakuja mpaka Mbeya, kuna checkpoint kama 2 hivi njiani za polisi. Sasa fikiria mtu anauliza, anamwambia mwenzie, oya nini taa nini checkpoint pa checkpoint, muingie na jamaa yuko hapa nyuma na taa hizo zinapiga na tufuata nyuma. Okay sasa muingie, na ngoja tumwambie na yeye aunge, tusimame hapo checkpoint. Baadaye dereva anasikika anasema, jam tayari kuna yani pale wameshindwa kupita kwa sababu ya jam walivyopaki magari. Haya basi, hebu tafuta sehemu paki vizuri, afu tumwelekeze askari tuondoke zetu. Haya, gari imefika pale checkpoint, inasimama. Askari anakuja pale dirishani na wawasikia kwa, afu mnaniambia hawajulikani. Wanajulikana, watu wanajitambulisha, wanafunguliwa mageti. Kuna mageti mangapi kutoka Songwe unaingia mpaka Mbeya, unaenda mpaka Dar es Salaam? Kuna mageti mangapi? Kuna checkpoint ngapi za polisi? Haya, can you imagine, tufikiria tu eneo moja tu kutoka Songwe Bwawa mpaka eneo nilo Okota la Inyala kule pale polini kuna checkpoint 4. Ndio. Na zote hizo wanafunguliwa mageti, afu nasema hawajulikani. Nani anakuambia hawajulikani hawa watu? Hawa watu wanajulikana. Haya, yuko pale anajitambulisha, in charge wao yule. Kaambia bana, sisi ni task force makao makuu. Anamwambia yule askari, na mimi nikaendelea kupiga kelele ili yule askari hata asikie, angalau labda atanitoa msaada. Jamando walinipiga pale, hapo yule mwingine akasema mpige sutep ya mdomoni. Ikachukuliwa sutep kubwa, nikatandikwa sutep mdomoni. Kwa hiyo kwamba nilikuwa nimefungwa makitambaa, nikapigwa na masutep, nikaongezewa, nikawa sasa ni giza, tusioni chochote. Nikapigwa, hapo gari kaendelea na safari. Haya, nimekuja kuzinduka, nimekuta nimelazwa chini, sijui ni wapi, ila nahisi ni chini, nimefungwa nyuma mikono. Na mmoja wanamwambia, wewe tunakuacha hapa kwa sababu sisi tunaendelea na safari, tunaenda zetu Dar es Salaam. Sasa fikiria hao watu walikuwa wapi? Wametoka Dar es Salaam. Kwa hiyo wanamwambia mmoja kwamba wewe tunakuacha hapa, maana yake kumbe walikuwa na mmoja ambaye alikuwa mwenyeji wao. Sio, unapata picha? Na yule mmoja anawaambiaje, mimi nimelazwa kifudifudi chini kwa sababu wakati nakumbuka na hema nilikuwa nimepigwa sutep, lakini na vumbi inakami na nani. Kwa hiyo nikawa najua nimelazwa chini, sio kwenye gari, nikajua tu hapa ni chini. Alafu nilikuwa nasikia magari kama yanapita. Kwa hiyo ilikuwa sio eneo ambalo ni mbali na barabarani, sehemu ambapo nimelazwa. Na hii itakuwa ilikuwa polini au kwenye nyumba labda fulani au nini, lakini ni sehemu ambazo kulikuwa na utulivu mkubwa. Haya, nimelazwa chini, nimelala kifudifudi. Yule ambaye ameambiwa wewe tunakuacha hapa, sisi tunaendelea zetu na safari, yule anasema lazima nimuage. Huyu dogo ana majibu ya kunya sana. Piga maswali tunafikiri tuko mahakamani. Anamaanisha wakati ule na wahoji wakati wamekuwa nani hapa. Sio wakasema usimguse tena kichwani. Na kichwani ameumia sana. Umeona? Sio akachukua kitu, akichukua ni kitu gani sikumbuki, lakini nikiwa nimelala nilianza kuchapwa na kitu. Yaani ukiangalia unaweza kusema ni ule waya mzito wa umeme ule, kama zile wa kwenye nguzo zile za kwenye umeme, kama mjeledi au mkia wa mnyama fulani kama mjeledi fulani. Ni kwamba ananichapa, yani ananichapa kwenye miguu, kwenye steki za misuli ya miguu, kuanzia kwenye matako anashuka nayo. Kulia siwezi, nimefungwa nyuma. Yani ulifika mpaka mwili sasa ukawa hauna maumivu tena. Akachapa, yani niko hoi. Kwenye gari naambia muingize kwenye Nissan Patrol. Kwa kumbe pale walikuwa wananibadilisha kwenye gari. Awali ilikuwa Land Cruiser, nikaa naingizwa kwenye Nissan Patrol. Na buruzwa kama mzoga.
naburuzwa kama mzoga, nasikia napata hisia, Maskini. umeona, naingizwa kwenye ile gari, akaja mtu ile gari kwenye buti kule ya ile Nissan Patrol, akaja mwingine akafungua, ndio huyu hebu mtoe sute nani mdomono, nikatolewa, ni alinishindilia nikakata moto. Nakuja kuzinduka niko kwenye chumba, ninachokumbuka ni kwamba ni feni, yani feni tu kimewasha feni alafu kina joto, na nikagundua tu ni mazingira ambayo yanaweza kuwa ya mikoa yenye joto kati ya Dar es Salaam au Morogoro, maeneo ya namna hiyo. Na moja ya kitu ambacho kinaniumiza, na ndio maana nimeviandika kwenye kitabu visome watu wengi, kuna kitu ambacho kinaniumiza mpaka kesho, nikiwa niko kwenye hiyo nyumba, hicho chumba, hiyo tukio la kutekwa, kwa bahati mbaya, bahati nzuri, na wakati ule naongea na vyombo vya habari, naongea kwa ufupi sana kwenye hili swala. Niliongea kwa ufupi, lakini ni story ndefu sana. Moja ya vitu ambavyo vinaniumiza na vitaniumiza mpaka kesho, nikiwa pale, nimefikishwa pale, nazinduka nikiwa kwenye hicho chumba, nimefungwa pingu na niko na boxer tu, nguo ya ndani, na nilikuwa nimevaa suti siku hiyo, niko na boxer tu, niko kwenye hicho chumba, niko kifua wazi, nasikia sauti ya mwanamke analia chumba cha pili, anateswa, niokoeni, nakufa, nimefanya nini jamani? Wewe unahujumu serikali, wapinzani wanakutumia. Yani kwa kuishia kwangu, yule mwanamke sio alikuwa mtumishi wa serikali, sio alikuwa nani, siwezi kumsaidia, na mimi niko hoi, lakini nialilia, ni mpaka kesho hiyo sauti inanitesa, na hivi nitakufa nikiwa na ile sauti ya mwanamke yule inanitesa, kwa sababu nishindwa kutoa msaada, pamoja na kwamba na mimi nilikuwa kwenye matatizo. Nimeshindwa kujua kwamba alikuwa ni nani yule mwanamke. Na ndio hiyo hoja alikuwa ameongea mwenzetu hapa, kwamba kuna watu ambao hawana majina, wengi wanapotea. Na ni kweli, nchi wamepotea watu wengi sana, kwa sababu hawana majina. Anatekwa tu huko barabarani, anachukuliwa, fulani yuko wapi, basi biashara inaisha, hana ndugu, hana mtu wa kufuatilia. Tumepoteza watu wengi. Mfano wa pili, mimi nikiwa Central Dar es Salaam 2017, nimemkuta kijana mmoja anatoka Singida, ana siku 42 Central, alikamatwa Singida kwa tuhuma za kumtusi Siro kwa Jamii Forum, kwamba Siro alikuwa anasema hataki mijadala ya wanasiasa wengine, mjadala kupigwa risasi Lissu. Yule bana mdogo akasema, unatuambia sisi ndugu yetu anapigwa risasi na nini? Afuatwe Singida, ni mtoto wa miaka 17, ni mdogo. Alifuatwa Singida, ni amepigwa, kateswa, kwa sababu nimemkuta amekaa siku 40, hiyo dogo anatembea, amepona, lakini ana vidonda kwenye nyayo, kwa anatembea kwa shida na vidonda ndio vinakauka. Hakuna mtu anajua yuko pale. Kwa nilipoingia pale akanieleza, mimi ndio kutumia mawakili wangu sasa walipokuja kwa ajili ya kunishughulikia, nikasema kuna mtoto humu wa miaka 17 siku 18 ana siku 40. Maskini. Wala sio mwanachama wa chama chochote. Tumsaidie na huyu pia. Yaani wakati mnashughulikia swala langu, shughulikieni na huyu, na ikiwezekana mwanze na huyu mtoto. Na walipoona tu wakili wangu ameanza kushughulikia yule mtoto, akachukuliwa akapelekwa kwa Siro. Akapelekwa wizarani, na Siro anamwambia, wewe sawa na mjukuu wangu, wewe ndio waweze kuongea hivi. Angalia, alafu ninasema Siro hajui. Siro huyu nikimwangalia huyu, haki anana atakuja kulipa damu ya Watanzania siku moja. I tell you. Aitajua nimekufa, ni mzima, lakini nawaambia Siro atakuja kulipa haya anayofanya kwenye hili taifa. Mimi nawaambia mwisho wake utakuja kuwa mbaya, kwa sababu ananuka damu za Watanzania. I tell you, Siro ni miongoni mwa watu ambao ndio wanaoongoza mfumo huu. Kwa unapoharibika, yeye ndo sosi ya kuharibika kwa mfumo huu. Ameshindwa kusimamia mfumo huu, ameshindwa kusimamia sheria za nchi hii. Ni inasikitisha. Ndio. Tunanielewa, yule bwana mdogo akarudishwa. Sio akamuonyaonya, akaambia kuna watu wa kudhamini uondoke, akarudishwa pale Central 2017. Yule dogo akaniambia, kaka sasa hivi anasema nidhaminiwe niondoke. Akasema lakini hapa Dar es Salaam sina ndugu, sina jamaa, na sijawahi kuja Dar es Salaam, kesi hii ndio imenileta. Sipajui hata eneo moja. Mimi nikaongea na wale madiwani walikuwa wanakujaga viti maalum, na wale kina nani wakina Hilda sina watu gani na wakumbuka wengine, nikaambia tafuteni watu wamdhamini huyu bwana mdogo, kwa sababu amesema adhaminiwa hapa. Waliposikia yule dogo akaambia kuna watu wameongea na watu wa Chadema aje wanidhamini hapa, wakamtoa
bila dhamana, na wakampa na nauli na wakamsindikiza stendi kumrudisha Singida. Sasa huyo mimi ndo niliyemkuta, hana jina, ni wangapi ambao mimi sijawakuta vituoni, na wako wengi sana. Ndiyo. Umeona? Sasa fikiria, turudi kwenye tukio langu la kutekwa. Yule mwanamke of course ananiumiza mpaka leo, mpaka kesho, kwa sababu sijui alipona, alinusurika kama mimi nilivyonusurika, alikufa, ilikuwaje, yuko wapi, ndugu zake ni akina nani? Najaribu kuwaza, ninafuatiliaga kwamba labda atakuja nione hata kwenye mtandao mtu analalamika kwamba dada yake au mama yake au nani amepotea, au nianzie hapo, sioni. Lakini naumia sana kwa sababu ni Mtanzania, anazungumza Kiswahili, kwa hiyo atakuwa tu ni miongoni mwa ndugu yetu. Mpaka leo inaniumiza sana. Sasa hebu fikiria, kuna vitu vingi siwezi kuzungumza vyote nilivyohojiwa pale nikiwa kwenye hiyo hali. Haya, mwisho wa siku kabisa nikaja kuchukuliwa, waambia bana, tunachosubiri hapa ni order. Ndiyo. Sawa? Yaani kelele za watu wanapiga sana kelele kwenye mitandao. Wananiambia mimi kwa sijui. Sijui na nini, bring back Mdude sio na nini. Lakini tunakwambia hivi, sisi ndo waamuzi. Sio na hao mabalozi sio wameenda watu huko wanahangaika. Sio mbalozi gani wenyewe walikuwa wanahangaika hilo swala langu wakati ule. Wakaambia hawezi kutuzuia. Utakufa wewe, kesho na kesho kutwa, au mabalozi utawaita, tutakaa nao mezani, yataisha. Kwani Jamali Khashoggi imekuaje? Yaani wanarahisisha hivi, na wanasema bwana, endelea kumuomba Mungu wako. Endelea kumuomba Mungu, kwa sababu viongozi wakubwa wamekaa ni wanajadiliana, tukuue, umeona, au tuendelee kukufungia kwenye haya nyumba yetu milele. Yaani utakuwa unafungiwa tu kwenye haya nyumba, unahamishwa, unapelekwa huko. Wananiambia mambo mawili, kwamba ila kukuachia sahau, na kwamba tutakuachia sahau, kwa sababu ni mara ya tatu, usikiwe ni sikio la kufa. Wananiambia hivyo. Kwa hiyo endelea kumuomba Mungu, tunasubiri order. Na aliyekuja hapo ni mtu mkubwa, ijapo nilikuwa nazungumza naye, wamenifunga kitambaa usoni. Yaani anapoingia mtu, na wale watesaji kila anapokuja kukutesa lazima avae kinyago usoni. Wapale sasa, ili usimtambue Yesu. Yaani hakufungi wewe, unafungwa wakati wanakusafirisha, lakini wakufikisha eneo la tukio, watesaji wanavaa vinyago usoni, wana vinyago vyao wanavaa. Na anapokuja mkubwa yoyote kuja kukuhoji, ni unafungwa kitambaa usoni. Huenda mnamjua, labda ni mtu mkubwa, anajulikana kwa taito yake, anafasi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwa hiyo unafungwa usoni. Ananiambia kabisa. Yaani kwanza amehoji, kuna vitu vya kushangaza sana. Angalia watu walivyo makini. Mpaka nikasemaga, huu makini kwa nini wasiupeleke kwenye mambo mengine ya ulinzi wa raia na mali zake, ulinzi wa uchumi wa nchi yetu, ulinzi wa fedha zetu mpaka zinapotea, na tuna usalama, hela zetu zinapotea kwenye halmashauri, zinaliwa na mafisadi, kwenye mawizara zinaliwa na, wakati tuna usalama wa kusanya taarifa, tuna nini. Fikiria huyo kiongozi amekuja, kwanza akataja kijiji nilichozaliwa, akamtaja mama yangu, akamtaja baba yangu. Hamna mtu nchi hii, mtu huyo anajua mgogoro wa mimi na wa mama yangu na baba yangu. Huyo mtu anajua, huyo afisa anajua. Na anataja mgogoro wa mama yangu na baba yangu wa miaka zaidi ya 20 iliyopita. Anataja shule nilizosoma, anataja sehemu ambazo nimezunguka. Umenielewa? Anazungumza kila kitu ambacho kinanihusu mimi. Alafu mwisho wa siku anasema muombe Mungu wako. Kuna vitu viwili ambavyo wewe unapaswa kupatiwa. Kitu cha kwanza ni tukuue. Na kitu cha pili ni tuendelee kukushikilia. Tutaendelea kukaa tu huko na nini hivi, tutakuwa naishi hivi. Alafu miaka yote utakuwa umefungiwa huko. Ila kukuachia sahau, kwa sababu wewe ni sikio la kufa, husikii. Ni mara ngapi unapata fursa, unanusurika, unarudia, unapata unanusurika, unarudia. Kwa hiyo nikawa na mimi naendelea kumuomba Mungu, nafanyeje. Baadaye wamekuja kunitoa. Wakanipeleka chumba kingine, wakawasha redio, wakaniuliza dini yangu, nikaambia mimi ni Mkristo. Wakasema sali, nikasali.
wakasema ngoja tukuwekee na wimbo wa dini wakati tunakushughulikia, sisi hatuna chaguo lingine. Wakaweka ule wimbo wa Nigeria, sio ikue, wakaweka ule, wakaongeza na sauti. Wakaanza kunigonga upya. Yani nikavuliwa nguo, ninapigwa yani napigwa, inakuja wanachukua vifaa vya shoti, wanachukua hizi chuchu wanazipigisha kwenye chuchu. Nilipigwa. Kwa akili yangu nikajenga tu kwamba ile oda sasa ambayo walisema ni mambo mawili, ni uwawe au sasa imekuja ya kuniua. Nilipigwa nikiwa uchi, napigwa na upanga wa mabapa na mgongoni huko, mpaka leo nina maalama. Napigwa na upanga ubapa mgongoni, mpaka unakosea linakukata kidogo mgongoni, lazima ukatwe. Unapigwa kila eneo, na ndio maana ulikuwa ukinigusa kila eneo unajisikia maumivu. Ndio. Unateswa, unapigishwa shoti kwenye makalio. Asheni, wale jamaa walinitesa. Wana kifaa fulani cha shoti, waona wakanitupe pale Nyara hapo polini. Huyo dereva bodaboda alikuwa sio anaenda wapi usiku, akachepuka kwenye barabara fulani hivi, ndo anaona anapiga torch, anaona yani ile pikipiki wakati anayumba nayo, anapita kwenye zile barabara za uchochoroni, ameacha sa barabara kuu ya lami, anaingia uchochoroni. Sasa ghafla akamuona nyoka mbele, ile nyoka amesimama hivi, akayumba. Ile nyoka kamchanganya, kayumba, kaanguka, taa ikamulika mimi nilikokuwa nimetupiwa. Ndio ile anaangalia kule taa ilikomulika kuna mtu. Kwa kwanza kaangalia kwanza usalama wake na yule nyoka. Zeni alivyoona kuna mtu, yule dereva bodaboda anasimulia mpaka leo kwamba alitaka akimbie kwa sababu alijua nimekufa. Lakini aliponisogelea alikuta ni mtu ninaye hema, ijapo nilikuwa nimefungwa sutepu mdomoni na kitambaa usoni na nimefungwa kamba. Walikuwa wamenifungulia pingu, nifungwa kamba ya kawaida. Ndo akarudi barabarani kusimamisha magari. Alikuwa anapita mabasi kutoka Dar, kutoka, hakuna iliyosimama kutoa msaada. Inabidi awashe sasa pikipiki arudi kijijini, kwa sababu pana umbali sasa mpaka kuzikuta kaya za watu, kwenda kumchukua mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, kuja safari kunichukua na kunipeleka mwenyekiti wa kijiji, kwanza kunipa huduma ya kwanza, kunitoa ile masutepu manini, kwanza kukoroga uji, sikufanya nini, kunifanya zile huduma zote za kwanza, huku akipiga simu polisi na kwenye chama. Sasa angalia hawa watu walivyo. Wamepigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji kwamba yule mtu ambaye alitekwa amepatikana, tumemkuta huku, tumemwokota huku, tunampatia huduma ya kwanza. Hawakuja. Yaani viongozi wa chama wanafika, paka wanakuja na magari, wananibeba, polisi hawajafika eneo la tukio. Haya, nimebebwa, nimepelekwa Central Police Mbeya. Nimefika pale, jamani yule mtu amepatikana, hiyo yuko right off, takiwa tumwaishe kwenye matibabu, tunaomba PF3. Wakakataa kutoa PF3. Hebu jengeni hiyo kitu kwamba mazingira ya namna gani, ni uadui wa namna gani ambao uko kati ya Mdude na polisi. Umeona? Haya, wamekataa kutoa hiyo PF3. Ndio naanza kupeleka hospitalini kwanza kupata huduma ya kwanza. Na ndio maana ni tukio ambalo sitakai kulisikia kabisa. Haya, nimekutwa na majeraha na eneo ambalo nilikuwa nimeumia ni kichwani. Ndio. Mimi nimekaa miezi 3 tangu nimekatazwa nisitumie simu, nisiongee na simu. Nilikuwa natumia simu kuchati kwa sababu mishipa ya kichwani ilikuwa haijakaa sawa. Walinipiga sana kwa sababu kuna baadhi ya mishipa ilipasuka, niingizwa chumba cha CT scan zaidi ya mara 6 kwa hakiki. Kwa sababu kwa nitafuta kama fuvu limepasuka. Lakini walikuta fuvu limepona, lakini kuna baadhi ya mishipa ambayo ilikuwa imefanyaje? Imepasuka kutokana na kile kipigo, mishipa ya kichwani. Hatari sana. Ni hatari. Haya. Nikakuta mguu wangu wa kushoto kuna baadhi ya mfupa wanasema umeondoka kwenye reli. Sio mfupa, sio kitu gani. Kwa hiyo inabidi sasa wanivalishe kifaa maalum kwenye goti ambacho nimekitumia takriban kwa miezi 7-6 ndo nimekivua nikaanza kutembea hivi kawaida. Umeona? Kwa hiyo unakuja kuangalia mazingira ya hawa watu. Nafikiria wanakuja kunifanyia joking asubuhi. Siku ya 3, siku ya pili mimi kwenye matibabu ndo nimekuwa na wafadhali, RPC ndo anakuja pale.
Ndio maana nilichafuka sana nyongo siku ile. Nikamwambia nitoleeni huyu nje. Kwenye hiki chumba sitaki kumuona hawa. Mimi nimetekwa, wamekuja mmekataa kutoa PFC, unakuja unajifanya unanipenda hapa. Hebu ondoka hapa. Nimfukuza RPC kama mbwa kwenye chumba cha matibabu. Mpaka madaktari wakanabidi wamuondoe. Nikamwambia muondoeni huyu mtu. Sitaki kumuona hata kidogo. Angalau wale makamishna walitoka makao makuu ndio kidogo walikuwa na lugha nzuri kidogo. Wakafika pale angalau wakafanya pamoja na kwamba alikuwa anavunga, wakafika eneo la tukio na nini. Umeona? Lakini nikamwambia watu wanafahamika na unaweza kutupa ushirikiano. Nikamwambia unataka ushirikiano gani? Kwa sababu rais alikuwa hapa na wale watu wamejitambulisha ni watu wa Ikulu. Wewe unaweza kwenda kuwahoji watu wa Ikulu? Akasema kweli inakuwa ngumu. Makamishna nao walitoka makao makuu naongea nao pale hospitali. Ulifikiri hawajui? Wanajua watu walionifanyia mimi walitoka wapi? Anapisiwa Songwe, alikuwa anapisiwa Songwe, anaitwa Kiando, si nani, sasa hivi yuko Shinyanga. Wanajua nimekutana naye mahakamani kwenye kesi niliyowashtaki. Umeona? Haya dogo sasa wale watu nikaambia nyie, kwa sababu walitaka watengeneze picha ya kuanza kukamata watu walionipigia simu. Yaani wameenda Voda wakapata zile watu wote walionipigia simu, kwa sababu tukio lilikuwa tarehe 4. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 ndio wataka kuwapa kesi. Ngambia RPC mnakosea. Yaani mpelelezi wa zamani sana huo. Mimi nimeshawapa maelezo. Uzuri nimetekwa mita 200 kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Umeona? Nimetekwa karibu na benki, askari wa benki walikuwa wanaona na nyie pale kituoni mlikuwa mnaona, kwa sababu hilo tukio limeenda mpaka nusu saa. Na unajua kabisa waliofanya hivyo walitoka Ikulu. Umeona? Kwani mwasumbua watu wengine? Na wanajua, na ndio maana leo ile kesi mpaka kesho hamna mtu alishaye kuhojiwa kuhusiana na ile kutekwa kwao. Ni kweli. Hakuna mtu. Jalada hilo sidhani litakuwa lilishafungwa na kufungwa. Lakini nikuulize tena unapata picha. Napata picha, lakini nikuulize kuna kesi umefungua pia dhidi ya IGP, sio? Na mkuu wa TIS. Yes, kesi hii pia. Yes, hii kesi pia ilichangia pia sana mimi kukaa gerezani. Yaani ilikuwa ni miongoni mwa kesi zilizochochea mimi kukamatwa na kupewa kesi ya. Mara ya kwanza wakati naanza kuifungua walikuwa wananitisha. Sasa kwa bahati mbaya walikuwa wanajua kabisa mimi wasitishiki. Kwamba najua futa hiyo kesi itakuletea matatizo, si nini. Nikamwambia sifuta, kaa hii serikali ya Magufuli anaweza kumwagiza jaji apindishe matokeo, utakuwa umefanya nini? Nikamwambia na mimi nataka nifikie hiyo hatua ili nione nijiridhishe. Umeona? Lakini nikawakumbusha nikasema kuna siku Magufuli hata kuwepo atakuwa ameshastaafu na hiyo kesi huenda itakuwa haijaisha mahakamani. Mtasemaje wakati huo? Nipo. Sasa kilichotokea, kesi ikapangwa kusikilizwa. Ilikuwa imeshafikia hatua nzuri, ikapangwa kusikilizwa. Hapo Pombea, sio? Mwaka jana jaji akaipanga kuisikiliza mfululizo. Ilikuwa mwezi wa 5. Alikuwa amepanga kuisikiliza mwezi wa 5, ilikuwa kesi sikilizwe tarehe 5 nadhani, tarehe 5 na tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka jana. Umeona? Tulipofika mahakamani wadaiwa hawakufika, na ilikuwa sio kawaida yao. Niliwashtaki hawakufika, yani hakuja huyo IGP Siro, kwa sababu IGP Siro hajagi mahakamani, lakini RCO wa Mbeya alikuwa anakuja kwa niaba yake mahakamani, anahudhuria kwa niaba ya Siro. RPC wa Songwe alikuwa anakuja na washtakiwa wengine walikuwa wanakuja. Lakini siku hiyo kesi ndio inaanza kusikilizwa, mimi nianze kutoa ushahidi, hawakuja mahakamani. Jaji akairisha kesi na akamtaka mwanasheria wa serikali kwamba anataka kesi ishe haraka na badala yake walete mashahidi tarehe 1 na tarehe 2 na tarehe 3 wa mwezi wa 6 2020 isikilizwe haraka sana. Umeona? Na akasisitiza sana na akasema hakikisha au washtakiwa wanakuja mahakamani. Haya, kesi kairishwa hiyo tarehe 6, tarehe 5 kama sikosei, tarehe 5 6 mwezi wa 5. Tarehe 10 nakamatwa, ndo napewa hiyo kesi ya madawa, naenda gerezani. Haya, mwezi wa 11 nikiwa gerezani baada ya uchaguzi kupita, nikaletewa ofa kwamba nikubali nifute kesi niliyomshtaki Silo na wengine, na mimi nifutiwe kesi ya madawa, afu niwe tayari kuonana na Magufuli. Nikasema yani ingekuwa tu futa nikufutie, nilikuwa tayari.
ila kwenye kipengele cha kuonana na huyo Magufuli hicho sina, kwa sababu aliyekuja pale gerezani alikuwa ananiambia hivi ni wakili wangu, miongoni mwa mawakili wangu aliyekuja pamoja na Masonga, kwa sababu ndio waliowapelekea hiyo ofa. Masonga ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya Nyasa. Ndiyo. Masonga akajaribu kushauri, akasema kaka, kubali, kwa sababu ukifuta kesi na wewe ukifutiwa kabla ya kuonana na Magufuli, tutakutorosha tukupeleka hata ubalozi wa Marekani au ubalozi wa nchi yoyote, tukukimbize nchi hapa nchini. Ambao si wajinga. Unaweza ukasema unanitorosha. Haya, kwa utaratibu ambazo mimi nimekaa hapa gerezani nazijua, ni kwamba mtu anayefutiwa mashtaka anatolekeaga huko kugerezani, inakuja tu oda, anaondoka. Haya, wanaoleta oda ni wao wenyewe. Wataleta oda hapa gerezani, natoka nakuta hapo nje, nakuta kamvoi imetege na nisubiria kunipeleka kwa Magufuli. Takatalia wapi? Umeona? Nitakatalia wapi au nitatorokea wapi? Nitalazimika tu niingie. Na ukifika kule Magufuli utambishia. Yaani unaanzaje kumbishia? Ukiangalia huku kuna mtu ameshika AK47, ni ameshika bastola, kuna wengine wana headphone kwenye masikio, wamevaa visuti, wana bastola huko. Yaani mazingira ambayo hutakuwa huru. Hapa nakwambia kitu ufanye, utakatalia wapi? Umeona? Nikamwambia hapana. Kama ni hilo, basi acha hii kesi nifungwe. Kama nafungwa nifungwe, lakini never ever hiyo ofa hapana, imenishinda. Na nakumbuka niongea kwa uchungu sana mpaka nililia mbele ya wakili na mbele ya Masonga, na tuliondoka kila mtu akiwa na simanzi. Na wakati huo ilikuwa imeshapita miezi karibia 8-7, wanaambia upelelezi hujakamilika. Baada ya kukataa tu ile ofa, baada ya wiki tu wakasema upelelezi umekamilika. Tunataka kesi tusikilize mfululizo. Na tayari nikawa nasikia fununu kwamba Mdude anaenda kufungwa maisha. Kwa sababu kesi ya madawa unaenda jela ni maisha au miaka 30 gerezani. Na mimi nikawa nimeshaandaa akili yangu, na tayari nikawa nimeshaandaa kila kitu kwamba tayari. Na magereza na wenyewe wanasema Mdude akifungwa tunampiga special escort. Tunamuondoa kwenda kumpeleka kwenye magereza ya mateso, kwa sababu anatusumbua sana. Sababu hatuwezi kumpiga escort, ni mahabusu, sio mali yetu. Na mimi kweli nilikuwa nawatetea watu. Nikiona magereza walikuwa nafanya kuonea watu pale, nilikuwa nawatetea sana watu gerezani. Na hata siku naachiwa walilia watu wengi sana gerezani. Nilikuwa nasimama na vaa usika wao. Kwa magereza na wenyewe wakawa yale tayari ngani nimeshatengeneza maadui wengi gerezani. Na tuampiga special escort, tuampeleka gereza la Ngwala, gereza la Kitau, la Kitai Songea, au gereza la Mtego wa Simba liko Morogoro. Na hilo la Kitai naonaga kabisa kuna watu walienda escort, mmoja amerudi hana jicho. Na mpaka leo yuko gerezani. Hajafanywa operation na ile jicho, hajafanya. Nimeshapiga kelele sana, na alikuja kamishna pale nikampigia kelele kamishna wa magereza. Kama huyu aliumia tu anafanya shughuli za magereza, hana jicho. Ni mfungwa lakini binadamu ana haki zake. Kamishna akachukua majina yake pale, na naona mpaka leo hakuna kinachoendelea. Na wakati natoka akanifuata tena akasema kaka, endelea kunisaidia ili jicho angalau basi nifanywe hata operation, nifikiria tabu ninayofanya. Yaani kila ukifika baada ya muda fulani anaenda kulisafisha jicho hospitali. Sasa mimi wakati nataka wanipeleke huko, na mimi hamna shida. Kwa ni kweli mwezi wa 12 ule wakaleta mashahidi wote. Umeona? Na wakati huo mawakili wangu angalia walivyo ni harass. Nilikuwa na mawakili wengi ambao mawakili wa kwenye chama alikuwa ni Kibatala na Faraji. Lakini nilikuwa na mawakili kutoka kwenye mashirika ya kutetea haki za binadamu. Baada hao mawakili walikuwa na sponsor na haki za binadamu, nikasikia wamefungiwa akaunti za hayo mashirika. Mpaka wakili wangu anafida akawa anaona kaka au tu ivute ngambia kaka twende naye. Ni kweli wameleta mashahidi wote, wana vielelezo hivyo na nini, wameleta mashahidi. Tumesikiliza mashahidi siku 4 mfululizo, tunasikiliza mashahidi wa jamhuri. Inabidi mwezi wa 12 tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3 nashinda mahakamani wanaleta mashahidi. Inabidi sasa kilichotokea ni wakili akaumwa, wakili wangu. Akaumwa, alipoumwa hakuonekana mahakamani, mwezi ukapita. Mwezi wa pili akaja, lakini afya yake bado inamsumbua. Akaomba ahirisho lingine. Kesi ikawa narudi mwezi wa 3 ili sasa mimi nije nifanye defense. Wao wameshamaliza ushahidi wao. Umeona? Haya, wakati nasubiri wakili apone mwezi wa 3, na ndio yanatokea kutokea rais anapata matatizo. Haya, napata matatizo nikiwa gerezani. Sasa ile kesi ambayo nimemshtaki Siro ilikuwa imesimama. Na niambia nitapimiwa tu sama, shirika haisikilizi tena.
Jaji akaniambia utatumiwa summons. Kwa sababu kabla jaji kuniambia kutumiwa summons nikiwa gerezani, walianza kutishiwa mashahidi wangu. Kwa sababu tulikubali kwamba tutasikiliza hivi, nitasikiliza hii kesi nikitokea gerezani. Haya, nikawaelekeza mawakili wangu kwamba mashahidi wa hii kesi huyu anapatikana hapa, huyu anapatikana hapa, huyu anapatikana hapa. Ukitaka kumpata Maria mpigie huyu na huyu amlete huyo shahidi. Wakaenda kutishia mashahidi wangu. Huwezi kuamini, shahidi wangu mmoja ni wakili. Amefuatwa na RPC ofisini kwake, anamwambia wewe mkeo ni hakimu. Ni kweli huyo wakili mke wake ni hakimu. Tutafanya figisu mke wako afukuzwe kazi kwanza. Alafu na wewe tutafanya fitina ufutue leseni ya wakili. Akaingia mitini. Akaogopa kuja kutoa ushahidi. Mimi nikiwa gerezani kwenye hii kesi ya Siro. Sio mnapata picha. Yaani huyu Siro alichonifanya huyu. Mungu ambariki sana. Amemtesa sana huyu Siro. Mungu mwenzake ameshaondoka, lakini yeye Mungu namwombea sana kwa Mungu. Haya, wakatisha mashahidi wangu wote. Nikabaki na mashahidi wawili. Baadaye nikamwambia mwakili wangu, sikiliza. Tutatoa ushahidi watu wawili tu. Haina shida. Wala haina shida. Tuachane na hao waliotishwa. Tukawa tuko tayari. Baadaye jaji akawa yuko tayari. Baadaye tukaambia tutatumiwa summons, tusubiri. Ndio tukasubiri tangu mwezi wa 11. Baada ya kifo cha huyu mtu ndio analetewa summons. Yaani siku 5 tu baada ya kifo cha huyu bwana analetewa summons gerezani. Ile kesi inabidi isikilizwe mfululizo na iishi. Na hapo akawa anakuja wakili yule ambaye alitishiwa. Akanifuata gerezani. Akaambia kaka, niko tayari sasa hivi kutoa ushahidi. Nitishiwa mpaka mke wangu alitishiwa. Na akana ananiambia vitu vingi, akaambia kuna hakimu pale alikuwa straight, Momba, aliwekwa ndani kwa oda ya mkuu wa mkoa. Fikiria hakimu anawekwa ndani. Akasema sasa mimi ni nani? Kama hakimu tu wa wilaya wa mahakama ya wilaya aliwekwa ndani kwa sababu tu ya kuwapa dhamana watu wa Chadema. Fikiria mimi niliyetishiwa na RPC. RPC wa Songwe ananifuata na nitishia kabisa kwamba mke wangu watafanya figisu afukuzwe kazi kwa sababu ni hakimu, na mimi nifanye figisu nitolewe kama nitatoa ushahidi kwenye kesi yako. Lakini sasa hivi kwa sababu huyu aliyetengeneza mfumo wa namna hii ameondoka, sasa hivi niko tayari kutoa ushahidi. Naambia asante. Kwa hiyo nikaanza kusikiliza ile kesi ilikuwa mwezi wa 4, imesikilizwa mfululizo. Nikatoa ushahidi na wakatoa ushahidi wale wote watu wa upande wangu na tukafunga ushahidi. Ikawa sasa defense kwa sababu wao na wenyewe wanatetewa na mawakili wanatoka huko wanatoka Dar es Salaam headquarters, sio hapa kanda, wanatetewa huko Dar es Salaam. Sasa basi baada hapo ikawa wao waje wafanye defense kwenye hiyo kesi kwa sababu mimi nilikuwa nimeshamaliza ushahidi wangu. Kwa defense wakasema bado hajakaa sawa, wakapeleka kesi mpaka mwezi wa 7, ilikuwa tarehe 12. Na mimi nikawa nimetoka mwezi wa 6 tarehe 28 ndio nilikuwa natoka gerezani. Mwakili wangu alipoenda tarehe 12 mwezi wa 7, katokea taarifa jaji alikuwa anasikiliza kesi yangu amehamishwa. Kampelekwa Dodoma. Kwa nisubiri jaji mpya atakayeletwa. Sababu tarehe kaahirishwa tarehe ngapi hapa mwezi wa 8 hapa juzi mwakili wangu akaenda kwa sababu sijaenda mahakamani na siko Mbeya, kwa hiyo nikawa nashindwa kufika mahakamani. Mwakili wangu alipoenda naambia tumeshapata jaji mwingine mpya, ni miongoni mwa hao majaji wapya walioteuliwa na Mheshimiwa Rais sasa hivi. Ndio anasimamia hiyo kesi na imepangwa sasa kusikilizwa mfululizo, wao wafanye defense ili pango hukumu sasa tarehe 12 na tarehe 13 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo wakisha fanya defense itapangwa hukumu ya hiyo kesi. Umeona? Yote haya tunajaribu kuwakumbusha, na mimi lengo la hii kesi kufungua sio kutaka pesa, pamoja na kwamba ni mwadai fidia pesa, lakini najaribu kuwakumbusha polisi na vyombo vingine vya dola kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria na hakuna ambaye hawezi kushtakiwa, hawana kinga. Yaani pamoja na makorokoro yao walionayo yale mabegani mle, kwamba na wenyewe pia ni watu ambao wanaweza kufikishwa mahakamani. Najaribu kuwakumbusha kwamba wasijisahau sana, maana wamejisahau mno. Lakini pia nataka kesi hii itumike kuwasaidia watu. Naamini kupitia kesi hii itakuwa msaada mkubwa kwa watu wengine kwenye nchi hii. Kwa hiyo nadhani hiyo kesi kwa ufupi imefikia hatua hiyo. Sawa Mdude. Ila kikubwa zaidi ambacho na cha mwisho, jukumu letu kubwa ni kufocus kubadili mfumo wa taifa hili. Msingi wa taifa hili ulikosewa tangu mwanzo.
na kitu pekee ambacho tunaweza kupambana sasa hivi ni namna ya kupata katiba mpya. Sasa kuna njia nyingi sana za kupata katiba mpya. Kuna njia za public, lakini kila mtu anaweza kuwa na njia yake. Kwa tuendelee kudai public, lakini huku tukitumia na njia zingine, iwe za kimataifa, ziwe za kitaifa, ziwe za nini, ili mradi tunajua tu, yani hakuna lenye mwanzo likakosa na kuwa na mwisho. Lazima hata wale wa Israeli, wale watoto wa Yakobo waliteswa kule utumwani miaka 400 Misri kule, walikuwa wanapambana kudai haki zao, lakini wakuja kupata haki zao baada ya miaka 400 wakakombolewa. Kwa najua hakuna, hata watakataa namna gani, katiba watatoa, wakatae namna gani, tume huu watatoa. Kwani vyama vya upinzani waliviruhusu mfumo